Maadhimisho ya mazingira ni sehemu ama ni platform ambayo inakutanisha wadau mbalimbali ili kuweza kuangalia masuala mbalimbali yanayohusiana na mazingira. Kwa mfano, sisi kama Wizara ya Ujenzi pamoja na taasisi yetu ya TANROADS, unaweza ukaona kwamba tunatekeleza miradi mbalimbali ya miundombinu, lakini pia ujenzi wa majengo ya serikali, vivuko kupitia taasisi nyingine ya TBA, lakini pia tuna karakana kwa maana ya ufundi wa magari na vifaa vya kielektroniki kupitia taasisi ya TEMESA, na vile vile tuna swala la vivuko. Kwa hiyo katika ujenzi na uendelezaji wa miundombinu hii, kwa namna moja ama nyingine tunasababisha athari katika mazingira. Lakini sasa ili kuweza kuhakikisha tunafanya usimamizi sahihi wa mazingira wakati tunatekeleza miradi yetu ya ujenzi wa miundombinu, majengo pamoja na miundombinu mingine, tunazingatia sheria ya usimamizi wa mazingira, sheria ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2004, lakini pia tuna miongozo mbalimbali ambayo tunaitumia ili kuhakikisha kwamba shughuli zetu za ujenzi wa miundombinu haziathiri mazingira kwenye hali ambayo inaweza kupelekea athari zaidi. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Ujenzi pamoja na taasisi yetu ya TANROADS tuna program mbalimbali ambazo tunazifanya za upandaji miti, lakini pia tunafanya uelimishaji na uhamasishaji kwa wananchi juu ya utunzaji wa mazingira na hasa katika hifadhi zetu za barabara, lakini pia tunaelimisha na kuhamasisha wananchi waache kuvamia maeneo ya hifadhi za barabara. Kwa hiyo ukiangalia katika banda hili la maonyesho haya, tunaonyesha shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na Wizara ya Ujenzi na taasisi ya TANROADS na namna gani ambavyo tunaweza kutekeleza miundombinu, kutekeleza ujenzi wa miundombinu bila kuathiri mazingira na kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu kwa wakati wote. Ili kuendana na kauli mbiu ya mwaka huu katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo inasema dira 2050 tuwajibike kukijanisha nchi yetu Tanzania, utaona kwamba Wizara ya Ujenzi na taasisi yake ya TANROADS tuna program specific kabisa za kukijanisha kwa maana ya upandaji miti. Kwa mfano, tuna mradi wa Green Solution Project au unaitwa mradi wa kukijanisha jiji la Dodoma. Mradi huu unahusisha upandaji wa miti katika barabara ya mzunguko wa nje wa jiji la Dodoma, na target katika mradi huu ni kupanda miti 150,000, lakini mpaka sasa hivi imekushapandwa miti 97,000 na inaendelea vizuri. Ukipita katika ile barabara unaweza ukaona jinsi gani ile miti ambavyo imepangiliwa katika mpangilio mzuri ambao tunauita green belt. Lakini pamoja na hayo tuna programu ya upandaji miti kwenye barabara za mikoa na barabara kuu. Kwa mwaka 2025-26 tulikuwa tumepanga kupanda miti 150,000 na tulifanikiwa kupanda miti 68,000. Kwa hiyo hizo zote ni jitihada za wizara pamoja na taasisi kuhakikisha kwamba tunalinda na tunasimamia mazingira wakati tunatekeleza miradi ya ujenzi wa miundombinu. Kwa hiyo kwa kusema hayo machache, ningependa kuwakaribisha sana katika banda letu ili mje kuona ni namna gani Wizara ya Ujenzi kama mdau mkubwa wa masuala ya mazingira anafanya nafasi yake ili kuhakikisha kwamba anatunza mazingira kwa mujibu wa sera, sheria na miongozo mbalimbali iliyopo.